Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi aliyotupa tena siku ya leo. Na ninamshukuru Mungu pia kwa ajili yako wewe ambaye umepata nafasi na unapata nafasi ya kunisikiliza mahali popote ulipo. Ninamshukuru Mungu kwa darasa ambalo ametupa tena siku hii ya leo. Na kwa majina naitwa Mwalimu Thomas Mihina, ni mwalimu wa neno la Mungu la Biblia. Na siku ya leo Mungu amenipa nafasi ya kukuletea ujumbe wa neno la Mungu. Ni sehemu ya mfululizo wa masomo ambayo nimekuwa nalo toka jana tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 2025, na Mungu alitupa somo kwa ajili ya kusema kwa habari ya siku au majira au nyakati za kumbukumbu ya kuzaliwa kwa mwanae Yesu Kristo. Na siku moja baada ya kupata nafasi ya kufundisha lile somo na kuliweka kwenye namna ya maandiko, ninakumbuka wakati narudi nyumbani Mungu alinisemesha tena, akaniambia part 2. Nikasikia Roho Mtakatifu akinisemesha part 2. Kwa nikajua kwamba kwenye lile somo la kwanza maana yake kuna part 2 au kuna sehemu ya pili ya somo hili ambalo tumekuwa nalo toka jana. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu amenipa nafasi tena ya kukuletea sehemu ya pili ya somo lile ambalo tulikuwa nalo toka jana. Kama ukupata nafasi ya kulitazama, unaweza ukapata nafasi ya kulitazama, liko kwenye page yetu ya Facebook ambayo inaenda kwa jina lililoandikwa Mwalimu Thomas Mihina. Unaweza ukasearch kwenye mitandao ya kijamii Facebook na ukapata hilo somo kule, lakini pia kwenye magrupu mbalimbali ya WhatsApp ambayo yamkini tunapata nafasi ya kushare mara kwa mara masomo. Na leo Mungu ameshusha somo ambalo ni sehemu ya pili ya somo la jana. Na lile somo lililopita nilikuwa linasema kwa habari ya pokea upako wa kuzaa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Pokea upako wa kuzaa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Na kabla sijapata nafasi ya kuletea somo hili, ningependa angalau nipate nafasi ya kukuombea kwa Mungu wewe unayesikiliza, ili nguvu za Mungu zije juu yako na kukufunika muda wote ambapo tunapata nafasi kwa ajili ya kusema neno hili. Basi na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii Mungu, na muda huu ambao Mungu umempa mtoto wako nafasi ya kusikiliza somo hili, lakini umenipa nami mtumishi wako nafasi Mungu ya kulisema neno lako Bwana, kutokea hapa mjini Geita, Chato. Nasi Mungu tuna kila sababu ya kukushukuru Bwana kwa ajili ya neema hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninamwombea yule ambaye anasikiliza Mungu saa hii mahali popote alipo Bwana. Ninaomba neema yako Mungu ikamfunike Bwana anapoenda kusikiliza somo hili Bwana. Fungua akili zake akapate kuelewa na maandiko kama ulivyofungua fahamu za wanafunzi wako Bwana, ili muda huu anaotumia kusikiliza Mungu apate kitu cha kumsaidia sawasawa na mapenzi yako, sawasawa na makusudio yako, kutupa muda huu na dakika hizi kusema neno lako Bwana. Kila roho pinzani na nguvu za giza na mapepo Mungu asipate nafasi juu yake. Ninamnyunyizia damu ya Yesu Kristo juu ya kichwa chake Bwana Mungu wangu, ili Mungu wangu anapopata nafasi ya kusikiliza masomo yako Bwana, masikio yake yazibuke, ufahamu wake ufunguke Bwana, aweze kupokea kwa namna ambavyo Mungu umekusudia Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, mpe utulivu wa kusikia na kuelewa pia. Nami mtumishi wako nijalie hekima ya kulisema neno lako katika ujuzi wote wa rohoni na ufahamu wa kutoa rohoni, kwa namna ambavyo yeyote ambaye atasikia Mungu atapata kuelewa na kupata ujumbe ulioko ndani yake. Katika jina la Yesu Kristo nikiomba na kuamini. Amen. Basi baada ya maombi hayo, ningependa kukukaribisha katika sehemu ya pili ya somo letu ambalo tumekuwa nalo toka jana, likisema kwa habari ya somo la jana lilikuwa na kichwa kinachosema upako. Pokea upako wa kuzaa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Pokea upako wa kuzaa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Na tulikuwa tukisimamia kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 28. Na ndani ya ile mistari tulikuona juu ya habari ya namna ambavyo Mungu alimtembelea Mariam, na Biblia inasema akampa ujumbe wa kwamba atapata mimba na atazaa mtoto mwanamume, atamuita jina lake Yesu. Na msisitizo wetu mkubwa ulikuwa ni kwenye ule mstari aliposema Roho wa Mungu atakujia juu yako na nguvu zake zitakufunika kama kivuli, maana yule atakayezaliwa ataitwa mtakatifu. Msitizo wetu ulijikita hapo.
tukitafuta na tukijaribu kusema na tukijifunza kwa habari ya upako na nguvu za Mungu zilizokuja juu ya Mariam kwa ajili ya kumsaidia kubeba kile kitu ambacho Mungu amempa kubeba, kwa ajili ya kumsaidia Mariam kwenye utumishi ule wa kumbeba ujauzito, lakini pia wa kumleta Yesu duniani. Namna ambavyo Mungu alimletea nguvu zake zikamfunika, upako wake ukamfunika, kwa ajili ya kumsaidia kubeba kile kusudi la Mungu ambalo amelikusudia kwa Mariam. Nilikwambia Mariam ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alimpa jukumu la kumbeba, la kumleta Yesu duniani, na tunamshukuru Mungu kwa kile ambacho Mungu amekuwa akisema nasi. Na nilikwambia angalau kitu ambacho unaweza ukapata, na nilikusemesha jana ya kwamba ule upako Mungu alivyonisemesha ile somo, aliniambia analiachilia kwa ajili ya watu kupokea ule upako ambao umeachilia juu ya Mariam. Kama alivyouachilia juu ya Mariam, anaweza kuuachilia pia na juu yako ukaupokea, ili ukusaidie kwenye utumishi ambao Mungu amekupa hapa duniani, mahali ambapo amekuweka. Kila mtu ambaye Mungu amemuumba alikusudia we mtumishi wa Mungu. Haijalishi ni eneo lipi ambalo Mungu amekuweka. Kama Mungu amekuweka mahali, uwe na uhakika kwamba amekuweka uwe mtumishi wake, na hayo ndio mapenzi yake. Na analeta na upako ule, nguvu za Mungu kuja juu yako kwa ajili ya kukusaidia ili uzae kwa ajili ya kusudi lake kwenye ule utendaji unaofanya, uzae kwa kile kitu ambacho kitamjulisha yeye, uzae kwa namna ambavyo yeye ataonekana kwenye hicho unachokifanya, uzae kwa namna ambavyo katika yale matunda yanayoonekana Mungu apate kuonekana. Na ndio maana Mariam alipozaa yule mtoto, alipoletewa zile nguvu za Mungu zikamfunika, Biblia inasema kwamba maana kwa sababu hito kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Maana yake kwamba kulikuwa kuna uhusiano wa nguvu za Roho Mtakatifu kuja juu yake na kinachozaliwa. Ndio maana anasema nguvu za Mungu zitakufunika, na anasema kule chini kwa sababu hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Kwa nini? Kwa sababu anaposema kwa sababu, anajaribu kutujulisha sababu iliyopelekea zile nguvu za Mungu zikamfunika kama kivuli, lengo likiwa ni kwa ajili ya kuzaa kitakatifu, lengo ikiwa ni kwa ajili aweze kupokea kitakatifu. Kwa hiyo Mungu anapoleta upako juu yako, makusudio yake ni uzae kitakatifu. Makusudio yake ilikuwa ni uzae kitakatifu. Kuzaa kitakatifu maana yake nini? Ni kuzaa kitu ambacho kinamjulisha Mungu au kinamdhihirisha Mungu, kitu ambacho ni kitakatifu. Maana yake kilichotengwa kwa ajili ya kusudi la Mungu, kilichotengwa kwa ajili ya kumjulisha Mungu, kilichotengwa kwa ajili ya kumdhihirisha Mungu mahali popote ambapo uko. Kwa ndo lengo kubwa la ule upako na nguvu za Mungu kuja juu yako. Na nilikusemesha vitu vingi pale, sina namna ya kurudi kule, lakini nimeangalia kukusemesha umuhimu. Na Mungu alipokuwa anasema pokea, maana yake unatakiwa upokee kwa imani. Unapokubali kupokea ule upako na nguvu za Mungu kuja juu yako, lengo ni kwamba ukae kwenye mkao wa kuzaa kutumikia kusudi la Mungu. Upako ule ukusaidia kutumikia kusudi la Mungu, utekeleze kusudi la Mungu, uzae kwa ajili ya Mungu, uzae kwa ajili ya kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na leo ninataka nikusemeshe angalau sehemu ya pili ya kile ambacho Mungu alitusemesha jana. Kile ambacho Mungu alitusemesha jana. Na ule upako ni halisi, na ule upako ni halisi kwa sababu Mungu wakati ananisemesha ule ujumbe, alinisemesha tarehe 24. Alinipa nafasi angalau ya kusema mahali tulikuwa na fellowship ofisi. Na nilipomaliza ule upako, nguvu za Mungu zilinifunika, nilijikuta naingia ofisini nalia peke yangu, ninaomba kukugua sana. Na Mungu alinisemesha kwamba nimeachilia huo upako, nimeachilia hizo nguvu za Mungu kwa ajili ya kukusaidia kwenye kusudi la Mungu ambalo amelikusudia wewe kuwepo hapa ofisini, wewe kuwepo hapa kwenye hii kazi, ili nizae matunda kwa namna ambavyo Mungu atatukuzwa. Kwa nilimshukuru Mungu kwa ajili ya kile kitu, na Mungu akaniambia achilia hicho kitu kwa ajili ya watu waweze kupata. Kwa na leo nitakusemesha eneo la pili. Eneo la pili la somo la jana ambalo linasema, kichwa cha somo kinasema aina za msaada wa Mungu aliyowekeza ndani ya upako uliokuja juu yako, unaotakiwa kudhihirika unapounganisha na sadaka. Karabashaka. Aina za msaada wa Mungu
aliyowekeza ndani ya upako uliokuja juu yako, unaotakiwa kudhihirika unapounganisha na sadaka. Aina za upako, aina za msaada wa Mungu aliyowekeza ndani ya upako uliokuja juu yako, unaotakiwa kudhihirika unapounganisha na sadaka, unapounganisha na sadaka. Na lengo la somo hili ni kukujulisha namna ambavyo unaweza ukapata aina za msaada wa Mungu. Unaweza ukapata msaada wa Mungu ndani ya ule upako. Nilikwambia jana, pokea upako. Kwa hiyo ule upako uliopokea jana, kama hujaupokea, unaweza kuupokea pia saa hii unaposikiliza ile somo. Unaweza kuupokea kwa imani kwa kusema, Bwana napokea katika jina la Yesu. Kwa hiyo ndani ya ule upako Mungu amewekeza. Mungu alipokuwa analeta nguvu za Mungu juu ya Mariam, analeta ule upako juu ya Mariam. Na nilikwambia pia na wewe unaweza kuupokea. Na kama umeupokea ule upako, ndani yake kuna uwekezaji wa Mungu. Ndani yake kuna uwekezaji wa Mungu. Maana yake kuna kitu Mungu amewekeza ndani ya ule upako. Hakuleta tu uwe pambo, hakuleta tu ukae tu juu yako kienyeji tu, lakini aliuleta kwa sababu ndani yake ni uwekezaji. Ule upako ndani yake Mungu amewekeza, ni uwekezaji wa Mungu. Kuna vitu amewekeza kule ndani ambavyo amekusudia viwe msaada kwa mtu yoyote yule ambaye anaupokea ule upako. Viwe msaada kwa mtu yoyote ambaye anaupokea ule upako, kumsaidia kwenye kile ambacho Mungu amemuitia, kwenye utumishi ambao Mungu amemweka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na ule upako unapoleta ule msaada, ziko aina nyingi za msaada ndani ya ule upako. Nimekwambia ni uwekezaji. Mungu amewekeza ule msaada ndani, ili mtu yoyote anaopokea ule upako anaweza kupata na msaada ulio ndani yake, na msaada ulio ndani yake. Ngoja nikupe mfano huu. Unajua, sio kila mtu ambaye ana umeme anafaidika na umeme, na sio kila mtu ambaye ana maji anafaidika naye. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya umeme kuna msaada, lakini anayetakiwa kupata ule msaada ni lazima kuna vitu afanye ili ule msaada ulioko ndani ya umeme upate kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa nitakusemesha angalau uweze kuelewa msaada wa Mungu ambao ameweka ndani ya ule upako, na unaweza kuupata na unatakiwa kuupata. Na mbinu mojawapo ambayo inaweza kukusaidia kuupata ni kwa njia ya kuunganisha na sadaka. Kwa nini? Ule msaada unatakiwa uzirike, maana yake uonekane kwenye maisha yako, uonekane kwenye hilo eneo ambalo Mungu amekuweka kwa ajili ya kumtumikia, uonekane kwenye hilo eneo la utumishi wako, uonekane kwenye maisha yako. Lakini unahitaji kuzirika, na unapohitaji kuzirika unatakiwa uunganishe na sadaka. Kuna muunganiko wa sadaka ambao unasaidia ule uwekezaji ulioko ndani ya ule upako uweze kuzirika na kumsaidia mtu, uweze kuzirika na kumsaidia mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tutasimamia kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 2 ule mstari wa 1 hadi wa 5. Tasoma mstari michache tu, alafu nitakuwa na rukaruka ili tuangalau tupate tu kile ambacho Mungu anataka tupate pale. Biblia inasema Yesu alizaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode. Tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Ukienda ule mstari wa 6 unakutana na maneno ya nabii alivyoandika, sema, nawe Bethlehem katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumba ya Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Sasa nitaruka kidogo.
Nitaruka niende ule mstari wa 10. Anasema ngoja niende ule mstari wa niendelee ule mstari wa 7 pale nikuonyeshe kitu. Anasema kisha Herode akawaita wale mamajusi wa faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehem, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, mkiisha kumwona nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Ule mstari wa 10 anasema, nao walipoiona ile nyota walifurahi alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariam mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Nao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimuita mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa ameziakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wa wanaume waliokuwako huko Bethlehem na viungani mwake mote, tangu wenye miaka 2 na waliopungua, kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi. Ndipo lilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikika Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa hawapo tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ukiendelea ule mstari wa 19 anasema, hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake, akafika nchi ya Israeli. Sasa moja ya jambo ambalo nataka nikusemeshe hapa kabla sijapata nafasi ya kuendelea, nimekusomea hii habari, ni ndefu kidogo, lakini kuna vitu ambavyo nataka upate kule ndani. Kumbuka tunachokitazama hapa ni juu ya msaada wa Mungu aliowekeza kwenye ule upako uliokuwa juu ya Mariam, uliokuwa juu ya Mariam na ambao uko juu yako, ambao tunaweza tukukazirika kwa kuunganisha na sadaka. Na kuna aina za misaada iliyokuwa kule ndani, na ukisoma hii habari nitakusemesha angalau msaada michache kidogo ili uweze kuona. Lakini ndani ya huu mstari kuna vitu ambavyo nataka uone ili kutusaidia kuona namna ambavyo Mungu alimsaidia Mariam na Yusufu. Na unajua tuko katika kipindi ambacho na katika nyakati ambazo ulimwengu unapita mahali pagumu sana, na kwa hiyo tunahitaji msaada wa Mungu wa kutusaidia katika kipindi hichi, na tuone Mungu akitupigania na kutusaidia ili kusudi la Mungu liweze kusimama. Na
moja ya kitu ambacho Mungu anaachilia hapa ni kwa ajili ya kukusaidia kwa ajili ya changamoto hizo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Moja ya msaada mmoja wapo, nakumbuka wakati Mungu ananisemesha kwa ajili kwenye hili somo, aliniambia kitu cha ajabu sana. Aliniambia, andaa hili somo kwa sababu kuna watu ambao nahitaji kuwasaidia. Msaada wa kwanza ambao Mungu anauachilia kupitia upako ule ambao umekuja juu yako, msaada mmoja wapo ni msaada wa malezi. Ni msaada wa malezi. Ukisoma hii habari, nimekusomea hii habari ambayo inaanza kuanzia Yesu anazaliwa, na alipozaliwa, unaona moja ya kitu ambacho anakutana nacho, alikutana na upinzani wa Herode. Na ukiendelea kusoma kule ndani, unakuja kuona namna ambavyo Herode baadaye alikuwa anatafuta kila namna apate kumuua, na upinzani ulikuwa mkali sana kiasi cha kwamba ilibidi Mungu aingilie kati kuwasaidia, kuhakikisha kwamba anawatoa Misri, anawatoa Israeli, anawapeleka Misri ili kuwaokoa kutoka kwa Herode ambaye alikuwa anatafuta kumuua mtoto. Sasa kitu ambacho nataka uone kwenye msaada wa kwanza ambao unaupata ndani ya ule upako ambao Mungu aliuachilia juu ya Mariam, msaada mmoja wapo ambao unaona Mungu aliuwekeza kule ndani ni msaada wa kuwasaidia Mariam na Yusufu kwenye eneo la malezi. Kama unavyojua, malezi ya Yesu hayakuwa mepesi sana, kama ilivyo kwa watoto wengi sana ambao wamebeba kusudi la Mungu. Na wazazi wa Yesu wasingepata huu msaada wa Mungu, ingekuwa ngumu na sisi pia kupata msaada ambao Yesu amebebeshwa kwa ajili yetu, tusingepata. Na familia nyingi zinapita kwenye changamoto au kipindi kigumu sana cha malezi katika nyakati hizi, kiasi kwamba unajua hadi ile furaha ya kuzaa mtoto, ile furaha ya kupata mtoto inapotea, kwa sababu mtu akishawaza tu malezi, kuna kitu cha furaha hata cha kupata mtoto kinapotea. Ndio maana wengine ambao wanafika mahali pagumu sana kwenye eneo la malezi wanaamua hadi kulaani siku ya kumpata yule mtoto, na sio kitu kizuri sana. Lakini ni vita ambayo iko kwenye nyakati hizi, ni upinzani ambao uko kwenye nyakati hizi, na sio watu wengi sana tumejua namna gani ambavyo tunaweza tukapata msaada kwa Mungu. Lakini Mungu hakuwahi kukusudia malezi kuwa ya namna hii ulimwenguni. Mungu alitengeneza mfumo wa malezi ambao unampa nafasi kwenye familia na kwenye jamii ya kulea pamoja na wazazi na kulinda kusudi lake. Na shetani vita yake kubwa mojawapo ni vita ya kutuzuia tusije tukampa Mungu nafasi ya kutusaidia kwenye eneo la malezi. Hiyo ndo vita yake kubwa. Kwa sababu anajua Mungu akishapewa hiyo nafasi amepoteza kitu kikubwa sana. Na mimi niko hapa kukwambia kwamba nikufundishe hii mbinu ili kumpa Mungu nafasi kwenye eneo la malezi, kwa sababu ni msaada mmoja wapo ambao Mungu anataka kuleta kwenye maisha yetu na kuleta na kutusaidia, lakini lazima apewe nafasi. Hawezi kuja tu kienyeji, lazima apewe nafasi. Na anapewaje nafasi? Kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na Mungu ametupa mbinu hii ya kuunganisha sadaka na upako ambao umekuja juu yako kukusaidia kwenye eneo la malezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mariam wakati amezaa mtoto, walikuja watu waliokuwa wanaitwa mamajusi, Biblia inasema. Na walipokuja wale mamajusi, Biblia inasema ule mstari wa 11, waliingia nyumbani wakamwona mtoto, na walikuja walifungua hazina. Biblia inasema walifungua hazina zao, wakatoa tunu, dhahabu, uvumba na manemane.
Zile neno tunu mahali pengine inaongelea kama zawadi. Wakatoa kwa Mariam, na unaona walivyotoa kwa yule mtoto. Walipomaliza kutoa, Biblia inasema wakaondoka, na walipomaliza kuondoka saa ile ile Mungu akamsemesha Yusufu katika ndoto kwamba amchukue mtoto akimbie, maana Herode anatafuta amuue mtoto. Sasa sikia, nataka nikuunganishie kitu hapa. Mamajusi walipoenda kutoa zile tunu, hazikuwa tunu au hazikuwa zawadi za kawaida, lakini ilikuwa ni sadaka ambayo walikuwa wanatoa. Na walikuwa watoi tu kama kwa mtoto wa kawaida, walikuwa wanatoa kwa ajili ya mfalme aliyezaliwa, kwa sababu wao hawakuja kumwona mtoto. Maana yake nyota waliokuwa wameiona ilikuwa ni nyota ambayo inawajulisha kuwa kuna mfalme amezaliwa. Kwa hiyo wao walipokuwa wanakuja, walikuwa hawaji kumwona mtoto, walikuwa wanakuja kumwona mfalme ambaye ni mtoto. Nataka unielewe vizuri, nataka upate vizuri hapa. Walikuwa hawaji kumwona mtoto, walikuwa wanakuja kumwona mfalme ambaye ni mtoto. Kwa hiyo akina Mariam wao walikuwa na mtoto, wanafikiri wana mtoto, lakini wale ndugu walipokuja kumwangalia, walikuja wakuji kumwona mtoto, walikuwa wanamwona mfalme mtoto. Unasema kwa nini? Kulikuwa kuna utofauti mkubwa sana. Wao waliona kusudi alilobeba mtoto, kina Mariam waliona mtoto. Kwa hiyo wao walikuja kuliona kusudi, waliletwa na kusudi. Ndio maana walipokuja wakatoa zile uvumba na manemane wakamsujudia. Huwezi ukamsujudia mtoto, maana yake walikuwa wanasujudia alichobeba mtoto. Karapasandarabasakuroboshi. Nataka uelewe vizuri hapa. Walikuwa wasujudi mtoto, walikuwa wanasujudia alichobeba mtoto. Jesus, hallelujah. Karapasandarabasakuroboshi. Nataka upate hii, nataka upate hii. Wale ndugu walipokuja, walikuwa wamsujudi mtoto, walikuwa wanasujudia alichobeba mtoto. Kwa hiyo walipokuwa wanatoa sadaka, walikuwa watoi sadaka kwa ajili ya mtoto, walikuwa wanatoa sadaka kwa ajili ya kile alichobeba mtoto, lile kusudi la Mungu alilobeba, kazi ambayo amebeba. Sasa nisikilize vizuri, zile tunu walizokuwa wanatoa, walikuwa wanatoa ni sadaka, na kila moja ina nafasi, kila moja ina tafsiri yake. Walikuwa wanatoa ni sadaka. Sasa kama walikuwa wanatoa ile sadaka, nataka uunganishe vizuri. Walipotoa ile sadaka, cheki kilichofuata baada ya pale. Mungu anasema na Yusufu kwamba ondokeni Bethlehem, mwende Misri. Kufanya nini? Mwende kule, maana Herode anataka kumuua mtoto. Nataka uunganishe juu ya sadaka iliyotolewa na neno la Mungu lililokuja kwa Yusufu. Maana yake ni kwamba ile sadaka ilipoachiliwa ilifungua pia na msaada. Maana yake ni kwamba ile sadaka ilipoachiliwa iliunganisha upako uliokuja juu yao na msaada wa Mungu uliokuwa ndani yake. Maana yake ni kwamba sio kwamba ule msaada wa Mungu ukuwepo, ulikuwepo, lakini ulikuwa unasubiria time sadaka inapoachiliwa. Ndio maana sadaka ilipoachiliwa, immediately neno la Mungu likaja litakalowasaidia ili kumsaidia yule mtoto asije akauawa na Herode. Tunaenda sawa? Unasema ilikuja kusaidia eneo gani? Ilikuja kusaidia eneo la malezi. Ilikuja kusaidia eneo la malezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Unasema kwa nini? Kwa sababu sikia, lile ilikuwa ni sehemu ya malezi ya mtoto Yesu, na Mungu akaamua kuwaletea hilo wazo la kwa ajili ya kuwasaidia ili mtoto asije akauawa. Sasa nataka nikusemeshe, ndani ya ule msaada wa malezi, vitu ambavyo viliachiliwa kule ndani vilivyomsaidia Mariam na Yusufu kwenye malezi ya yule mtoto, kwenye malezi ya yule mtoto. Nataka nikusemeshe hapa ili iweze kukusaidia hii, ili iweze kukusaidia hii, ili iweze kukusaidia hii, ili iweze kukusaidia hii. Nataka ikusaidie hii vizuri, ikusaidie hii vizuri. Eneo la kwanza au msaada wa kwanza ndani ya ule msaada ambao Mungu aliuachilia kupitia ile sadaka ni msaada wa maamuzi ya kimalezi. Msaada wa maamuzi ya kimalezi. Nataka tuende taratibu hapa nikusaidie. Msaada wa maamuzi ya kimalezi, msaada wa maamuzi ya kimalezi. Jesus, thank you. Msaada wa kimaamuzi ya kimalezi. Jambo ambalo nataka uone hapa,
Jambo ambalo nataka uone hapa, jambo ambalo nataka uone hapa ni msaada wa maamuzi ya kimalezi. Msaada wa maamuzi ya kimalezi. Wakati Mungu anakuja kuongea, wakati wale mamajusi wametoa ile sadaka pale na kina Mariam na Yusufu, Mungu anasemesha Yusufu kwenye ndoto, ilikuwa inahitaji maamuzi. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ni eneo la kimaamuzi. Maana yake Mungu aliamua kuwasaidia, kwa sababu ilikuwa sio swala tu la Mungu kumsemesha Yusufu kwamba watoke Misri. Maana yake yule mtoto alikuwa kwenye mazingira ya kuwindwa na Herode ili auawe, kama vile ambavyo mtoto wako anaweza akawa kwenye mazingira, kwenye jamii ambayo ghafla kuna kitu ambacho kinapita kwenye jamii ambacho kinaua ndoto za watoto wengi sana. Watoto wamewekwa kwenye eneo, unakuta kwenye mtaa watoto wote labda ni walevi. Vijana wanaozaliwa, watoto wanaozaliwa wakikuwa pale kwenye ule mtaa wanakuwa walevi, au watoto wanaozaliwa kwenye huo mji wanakuwa walevi au wazinzi. Kuna tabia inaingia inavuruga ndoto za watoto wengi sana. Sasa ninachojaribu uone hapa ni kwamba usione tu kama Herode alikuwa anatafuta kumuua mtoto. Unaweza ukaona katika engo nyingine kuna ufalme ambao unaweza ukawa kwenye mji au kwenye eneo lolote lile ambao unatafuta kuua ndoto za watoto, kusudi la Mungu ambalo amepanda ndani ya watoto. Na sio wazazi wengi sana wanajua namna gani ya kupata msaada toka kwa Mungu, namna ya kuwalea wale watoto kwenye mazingira ya namna hiyo. Kwa sababu Yesu naye alizaliwa kwenye mazingira ambayo Herode alikuwa anatafuta kuua kitu kilichoko ndani yake. Alikuwa anatafuta kumuua mtoto, lakini sio tu kwamba alikuwa anatafuta kumuua mtoto, alikuwa anatafuta kuua ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Unasema kwa nini? Sikia nikwambie kitu. Herode wakati anaanzisha anataka kwenda kuua watoto, kilichomsumbua Herode sio mtoto aliyezaliwa. Kilichomsumbua Herode ni mfalme aliyezaliwa. Kwa hiyo kwa sababu mfalme aliyezaliwa ni mtoto, kwa hiyo akawa anatafuta kumuua mtoto. Kwa hiyo vita ya Herode haikuwa vita kati ya Herode na mtoto Yesu. Ilikuwa ni vita kati ya Herode na kusudi alilobeba mtoto Yesu, ambalo ni ufalme. Nataka uelewe vizuri hapa. Ndio maana lazima uelewe sana. Familia nyingi sana zijajua, mara nyingi sana zikishaamua kumbeba Yesu, familia ambazo zimeamua kumtumikia Mungu zinajikuta zinaingia kwenye vita kali, na wakati mwingine hazijui ni kwa nini zinaingia kwenye hiyo vita. Familia zingine ambazo zinakuta zimemzaa mtoto ni zinaingia kwenye vita kali, hazijui kwa nini zinaingia kwenye hiyo vita. Kina Yusufu walijikuta kwenye vita kali sana, ambayo na wao hawakujua kwamba ni kwa sababu wamemzaa na kusudi la yule mtoto ambalo Mungu amelibebesha ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haujawahi kuona kuna mnazaa mtoto ambaye kikuchwa kutwa mnalala hospitali, mnaamkia hospitali, mnalala hospitali, akipona hili limeinuka hili, anapona hili limeinuka hili. Mnajikuta mpo kwenye vita kali na hujui ni kwa nini. Kina Yusufu walijikuta kwenye mahangaiko makubwa sana kwa sababu vita ya Herode aliyokuwa anatafuta kuua mtoto. Sasa unaweza ukaelewa, mara nyingine sana unaweza fikiria juu ya Herode, juu ya Yusufu na Herode na mke wake wamepata mtoto, na yule mtoto aliyempata ghafla unaenda uje kutafuta ushauri kwa ndugu wengine, kwa sababu umepata mtoto amebeba kitu cha ufalme. Sio rahisi sana akaenda kutafuta. Ukisema unaenda kutafuta msaada ndo unamleaje yule mtoto, si rahisi sana ukaweza ukapata msaada, kwa sababu sio kila mtu anajua kitu cha mtoto wako alichobeba. Kwa nini? Kwa sababu watoto hawafanani. Yule amebeba kusudi la ufalme. Sasa fikiria, wanakutana na hii vita, wanaenda kutafuta wapi msaada? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ni muhimu sana uelewe hichi kitu, lakini nataka uelewe hichi kitu kitakusaidia sana. Mimi najaribu kukusemesha hapa ndani ya msaada mmoja wapo aliopata Mariam na Yusufu ni msaada wa kimaamuzi. Ule msaada wa kimaamuzi uliwasaidia ile sadaka ilipoachiliwa, iliwasaidia wafanye maamuzi ya kimungu, maamuzi ya kimungu juu ya malezi ya mtoto Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Iliwasaidia wafanye maamuzi pamoja na Mungu, waamue pamoja na Mungu
Najua sio mara nyingi sana kwenye malezi ya watoto ya namna hii wazazi wengi wako tayari kuamua pamoja na Mungu kwenye malezi. Wakati Mungu anaamua kwamba mtoto watoke na yule mtoto waende naye Misri, hawakubisha. Hukuona mahali walibisha. Na usifikiri kwamba ni kitu chepesi kutokubisha. Fikiria wewe ndio unaambiwa vile lile neno kwamba toka na mtoto umpeleke Misri. Usisema ni wanatoka nchi moja wanaenda nchi nyingine. Haiko kitu chepesi. Kumbuka maisha yao yanabadilika. Walikuwa wamewekeza vitu vingi sana kwenye nyumba waliokuwa wanakaa. Yamkini walikuwa na vitu. Nafikiria yale maelekezo yalikuja saa hilo walitakiwa waondoke saa hiyo. Walikuwa hawana muda hata wa kupiga vyombo mnada. Hawana muda hata wa kuuza nyumba waliokuwa wanaishi. Hawana hata huo muda. Yalikuwa ni maamuzi ya saa ile wanatakiwa watoke waondoke ili kuokoa future ya mtoto, ili kuokoa kesho ya mtoto ambaye amezaliwa, ili kuokoa kusudi la Mungu ambalo limezaliwa kwenye familia yao. Kwa hiyo ilikuwa ni maamuzi ya saa ile maamuzi ya muda ule walitakiwa watoke pale. Sasa hayakuwa maamuzi mepesi kwa sababu yalikuwa ni maamuzi ambayo yana upinzani wa vitu vingi sana vya kimaisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Kwa sababu ndani ya maamuzi kulikuwa kuna maamuzi ya kutoka Bethlehem kwenda Misri. Fikiria unatoka nchi nyingine unaenda nchi nyingine. Ni kwa ajili tu ya malezi ya mtoto. Unasema unalinda nini? Unalinda kusudi la mtoto. Kwa sababu swala la kimalezi liliwahitaji watoke Bethlehem waende Misri. Yale yalikuwa ni malezi, ni maamuzi ya kimalezi. Ndio maana watu wengi sana hawajajua kwamba mtoto anapozaliwa, unapoamua kufanya maamuzi ya kimalezi, sehemu mojawapo ya maamuzi ya kimalezi yanaweza siwe mepesi sana. Maana kuna maamuzi mengine ambayo Mungu anakuhitaji ufanye maamuzi pamoja naye, uamue pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije kufikiria umezaa mtoto mzuri afu Mungu ghafla anakusemesha hama kwenye hii nyumba wewe na mume wako, nenda mkoa mwingine mkajenge nyumba kule. Sio maamuzi mepesi, kwa sababu fikiria mmekaa hapo, mmewekeza kila kitu, mmewekeza. Fikiria gharama yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kulikuwa lazima pawe na muunganiko wa kisadaka. Ile sadaka iliyotolewa iliwasaidia ili wasipingane na maamuzi ya Mungu, kupangua mawazo yoyote yale ambayo yanasimama kinyume na wazo la Mungu la kulinda future ya mtoto, kwa sababu yale maamuzi ya Mungu yalikuwa hayawalindi wao, yalikuwa yanalinda kusudi la Mungu kwa yule mtoto aliyezaliwa, kwa yule mtoto aliyezaliwa. Kwa sababu hiyo ile sadaka iliwasaidia kukamata maamuzi yao ili wasije wakaamua nje ya mapenzi ya Mungu. Ile sadaka iliwasaidia kufunga mlango wa mawazo yoyote yale ambayo yanakinzana na wazo la Mungu kwa ajili ya kumsaidia mtoto ile future yake asije akauawa. Ndio maana watu wengi sana hawajaelewa, unapoachilia sadaka ya namna hii kwa ajili ya mtoto na kile ambacho na utumishi ambao Mungu amewapa na kusudi la Mungu ambalo Mungu amekupa, ghafla Mungu anaingilia kati kwenye maamuzi. Kwa nini kwenye maamuzi? Anakamata maamuzi yako ili usiamue nje ya mtoto, kwa sababu sio watu wengi sana. Inapokuja kwenye swala la malezi, kila mtu ana maamuzi ya kwake. Utaamua peke yako shule unaompeleka. Utasema unajua hapa mtaani kuna tabia mbaya sana, acha nimpeleke akaishi kwa bibi yake, acha nimpeleke akaishi kijijini. Ni maamuzi ya kwako, ni maamuzi ambayo unayafanya. Unajaribu kuokoa nini? Unajaribu kuokoa future ya mtoto. Sasa lazima uelewe kwamba lazima uweze kufanya maamuzi pamoja na Mungu, kwa sababu wewe sio rahisi sana ukajua sehemu salama ambayo mtoto wako anatakiwa kulelewa, atapata msaada wa kimalezi sawasawa na Mungu alivyokusudi. Kwa sababu ile sadaka inapoachiliwa na Roho Mtakatifu anakuja kwenye juu ya yule mtoto kuhakikisha kwamba anasimamia kila eneo ambalo linahitaji msaada wa kimalezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ndio maana ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu, kitakusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio maana unaweza ukaelewa wakati Mariam wanafanya yale maamuzi, hayakuwa maamuzi ya kikawaida. Ndio maana Mungu alikuwa anasema nao hatua kwa hatua. Alipotolewa ile sadaka, Biblia inasema Mungu akamsemesha Yusufu katika ndoto, wakaenda Misri. Sasa ile walipokaa Misri, baada ya Herode kufa, wakataka kurudi tena kule walipokuwepo. Mungu akamtokea Yusufu tena katika ndoto. Ukisoma ule mstari wa 22, akamtokea tena Yusufu katika ndoto, akimwambia asirudi kule alipotoka, ageuze waende Nazareti Galilaya. Biblia inasema ili litimie neno kwamba ataitwa Mnazarayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Nataka tu uelewe namna ambavyo Mungu aliwakuwa anawasaidia hii familia kwa ajili ya lile kusudi la Mungu alilowapa kubeba, kwa ajili ya mtoto ambaye alipewa kumlea. Mimi sijui mtoto wako ni wa namna gani, lakini nataka nikusaidie hichi kitu, namna ya kupata msaada unaounganisha kwa njia ya sadaka. Unapotoa sadaka ili Mungu aingilie kati kwenye eneo la malezi kukusaidia, kwa sababu sio eneo jepesi sana. Unaweza ukajitahidi kupeleka English medium, unaweza kujitahidi kupeleka shule yoyote nzuri unaojaribu kuiona. Sikia nikwambie, kama roho wa Mungu hayuko juu ya yule mtoto, kama roho ya Mungu haijakaa hapo kazini kumsaidia huyo mtoto, sikia, huko unakompeleka, okay, unaweza ukampeleka shule nzuri sana, lakini ushe kufikiria roho zipi ziko kule kwenye shule, atakutana na watu gani? Je, atapata msaada wa kimalezi ambao unaofikiria? Kwa sababu swala la malezi sio swala tu la kwenda shule na kusoma, ni zaidi ya hapo. Maana yake kuna kusudi la Mungu ndani ya mtoto ambalo linatakiwa kutunzwa, lisivurugwe. Ndio maana sadaka iliyotolewa haikuwa tu inalinda Yesu asiuawe, lakini ilikuwa inalinda kusudi la Mungu lilokuwa ndani ya mtoto, kiasi cha kwamba asije akakulia mahali ambapo Mungu hajamkusudia. Unasema kwa nini? Ni kwa sababu ndani ya Yesu Kristo alikuwa amebeba msaada wa Mungu. Alikuwa amebeba msaada wa Mungu kwa ajili ya kusaidia ulimwengu. Na ni muhimu sana uweze kuelewa hichi kitu. Uweze kuelewa hichi kitu. Ile sadaka ilipotolewa iliunganisha na ule upako, ili wapate msaada wa kimaamuzi, wasije wakaamua nje ya mapenzi ya Mungu, wasije wakaamua nje ya mapenzi ya Mungu kumuhusu mtoto. Ndio maana usijitahidi kufanya maamuzi juu ya mtoto kirahisi tu, kwa sababu huwezi jua, hujui kitu gani huyo mtoto amebeba. Kwa sababu ukifanya maamuzi pamoja na Mungu, Mungu atakuwa pamoja na wewe, atakuongoza. Alikuwa anaongoza kina Yusufu hata kwa ndoto, alikuwa anasema nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana mtoto amezaliwa kwenye mazingira ambayo watoto ndoto zao zinavurugwa. Unajua kuna utawala na mfumo wa giza kwenye eneo ambao unaua ndoto za vijana wengi sana. Tabia mbaya zinawekwa ndani ya vijana, vinaua ndoto nyingi sana ndani ya vijana, inaua ndoto nyingi ndani ya watoto. Na wewe ndani yako unajitahidi kupata msukumo, nipate wapi msaada wa kunisaidia ili mtoto wangu asije akadumbukia kwenye hii shida. Nataka nikwambie, achilia sadaka. Achilia sadaka ili upate msaada ndani ya ule upako, kama waliopata kina familia ya Yusufu na Mariam. Unaweza ukapata huo msaada wa kimalezi. Unaweza ukapata msaada wa kimalezi. Hujajua Herode wa familia wa mtoto wako anatuyuka kukona ipi, lakini naye anatafuta auwe ndoto ya mtoto wako. Unajua sio lazima waue kama alivyowaua wale watoto. Fikiria wale watoto walipo Yesu alipotolewa kule Misri, kule Israeli, akakimbia Misri. Herode akaamua kuua watoto wote ambao wana chini ya miaka 2. Anajaribu kutafuta kumuua, kwa sababu unajua alipopata taarifa ya kwamba Herode wale mamajusi wamemdanganya, akasema anyway, kisinisumbue, nitatumia taarifa nilizo nazo. Kwa hiyo akaamua kwenda kuua watoto wote ambao ni chini ya miaka 2, akawafyeka wote. Bwana Yesu asifiwe. Unajua siki alipata taarifa kwamba mfalme amezaliwa, lakini hakujua mfalme ni yupi. Kwa nini? Yesu alifunikwa na nguvu za Roho Mtakatifu ili Herode asije akamjua, kwa sababu angemjua na nyumba aliyokuwa anaishi. Alikuwa hana haja ya kuua watoto wote kwenye ule mji. Alikuwa angeenda kwenye ile nyumba ile Yesu alipozaliwa akamuua kule, lakini alikuwa Yesu amefunikwa. Sasa kwa sababu shetani ya kumuona Yesu aliyekuwa anamtafuta, mtoto ambaye alikuwa anamtafuta, akaamua kuua wote. Ndio maana inawezekana kwenye mtaa wako kuna mtoto, kuna kitu kinahitaji kuzaliwa. Kuna mtoto anahitaji kuzaliwa kwenye taifa, kuna mtoto anahitaji kuzaliwa kwenye wilaya, kuna mtoto anahitaji kuzaliwa, lakini kwa sababu shetani hajui ni nani atakayezaliwa, anajitahidi kubatisha. Kwa anasema okay, kama nimeshindwa kumjua ni nani huyo mtoto, ni yupi anayezaliwa kwenye huo mtaa ambaye atatishia ufalme wangu, atatishia kusudi langu la kuwepo hapo, acha nifagie wote. Ndio maana unaweza kukuta kwenye mtaa kuna roho imemwagwa kwenye mtaa, inaua ndoto za watoto wengi, roho ya ukahaba, roho ya uzinifu. Sasa unafikiri ni roho ambayo imemwagwa kwa ajili ya watoto wake? No, kuna mtoto anayetafutwa. Sasa kwa sababu shetani hajampata, hajajua ni yupi, anamwaga kwenye mtaa mzima. Na msaada pekee unaweza kupata ni msaada wa Mungu kwa kuachilia sadaka, ili upate msaada wa kimaamuzi wa kukusaidia kufanya maamuzi pamoja na Mungu. Unaona hatua ambazo Mungu alikuwa anawapitisha kina Mariam na Yusufu. Alikuwa anawasaidia kwa njia ndoto, alikuwa anaongea nao. Ukitoka hapo anampeleka pale, anaambia usikae huko, mpeleke Nazareth, maana ndo nimemkusudia apate kulelewa kule, nimemkusudia Yesu apate kukulia kule. Sijui kama unajua hichi kitu. Yesu alizaliwa Bethlehem, lakini alikulia Nazareth. Kwa nini?
kwa sababu ndivyo neno la Mungu lilivyoandikwa, ndicho alichokusudiwa na Mungu. Okay, unajua mtoto wako amekusudiwa akulie wapi na azaliwe wapi? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay, ngoja nikusemeshe kitu kingine hapa. Jambo linalofuata, mimi nataka angalau tu uweze kupata msaada, ili uweze kulinda pamoja na Mungu, ushirikiane naye kulinda kusudi la Mungu ambalo amelikusudia kwenye eneo la malezi, hata ya malezi ya kwako tu. Sio malezi ya lazima wewe ya mtoto. Inawezekana ni malezi ya kulea kusudi la Mungu aliloweka ndani yako lipate malezi sahihi. Sio kila mahali ambapo Mungu unaenda unafanya kazi, sio kila mahali ambapo Mungu unafanya kazi Mungu amekusudia ufanye kazi hapo. Sio kila mahali ambapo unaenda kufanya kazi Mungu amekusudia. Mungu amepoweka kusudi lake ndani yako, linahitaji lipate msaada wa kimaamuzi pamoja na Mungu. Maana yake uamue pamoja na Mungu. Usiende kufanya kazi mahali popote tu ili mradi unalipwa mshahara. Kwa nini? Kwa sababu kusudi la Mungu liloko ndani yako haliendi mahali popote tu. Kwa sababu sikia nikwambie kitu, Mungu akishaona kuna mahali ambapo unaenda, ambapo unapoachilia hii sadaka, Mungu anapoenda unaenda kufanya kazi mahali ambapo Mungu hajapokusudia, unafanya biashara mahali ambapo Mungu hajapokusudia, uwe na hakika ataingilia kati kukusaidia maamuzi yako. Usije ukaenda mahali ambapo Mungu hajapokusudia. Unasema kwa nini? Analinda kusudi lako. Herode asije akalimaliza. Kwa sababu unaweza endelea kufanya kazi mahali ambapo Herode yupo, akaua kusudi la Mungu liloko ndani yako. Ndio maana lazima ujifunze kuunganisha ile sadaka, kuachilia hii sadaka. Unapoachilia hii sadaka unapata msaada wa Mungu kulea kusudi la Mungu liloko ndani yako, ili usiende kufanya kazi mahali popote tu, ili mtoto wako usimpeleke shule yoyote tu, ili mtoto wako usimlee mahali popote tu. Upate maelekezo ya kimungu, upate msaada, ufanye maamuzi ya kimungu, upate msaada wa kufanya maamuzi ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema kwa nini? Sikia, unajua mshahara unaweza ukawa na nguvu kubwa sana ya kimaamuzi ndani yako, kiasi cha kwamba usijali juu ya usalama wa kusudi la Mungu liloko ndani yako. Nasema hivi, mshahara unaweza ukawa na nguvu kubwa sana ndani yako ya kufanya maamuzi wapi unaenda kufanya kazi, kuliko sauti ya kusudi la Mungu liloko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana lazima uachilie sadaka ili upate msaada wa kufanya maamuzi ya kimungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikusemeshe jambo la mwisho hapa. Ni msaada wa kutengwa na roho za miungu. Msaada wa kutengwa na roho za miungu. Jesus, thank you. Msaada wa kutengwa na roho za miungu zinazotafuta kuua ndoto au kusudi la Mungu ndani yako au ndani ya mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu hiki cha Mathayo sura ya 2, unaweza ukaona ni kama vile vita ya Herode na familia ya Yusufu na Yesu. Lakini sikia, aliyekuwa anapambana na Yesu na ile familia sio Herode. Ni miungu ambayo ilikuwa inafanya kazi kupitia Herode. Roho za miungu zilizokuwa zinafanya kazi kupitia Herode. Bwana Yesu asifiwe. Unasema kwa nini? Kwa sababu ufalme wa Yesu haukuwa ufalme kwa namna ambavyo tumeuzoea wa kiutawala wa duniani. Yesu mwenyewe alisema kwamba ufalme wangu sio wa dunia hii. Maana yake ni kwamba alikuja kama mfalme, lakini sio kwa namna ya ufalme huu wa duniani, ufalme wa kawaida, kwa sababu ufalme wake ulikuwa ni ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo Herode alikuwa na sababu ya kuhofu. Ile hofu iliyoamka ndani yake na ile hasira iliyoamka ndani yake ni hasira ya shetani juu ya utishio la ufalme wa Mungu juu ya ufalme wake. Nataka unielewe. Hasira iliyoamka ndani ya Herode ilikuwa ni juu ya tishio la ufalme wa Mungu juu ya ufalme wa shetani duniani. Kwa hiyo ikatafuta kumtumia Herode ili kupambana kumuua Yesu, ikifikiri itakapofanikiwa kumuua Yesu inaua na ufalme ulioko ndani yake. Sasa siki, ndani ya ile sadaka, na unapoachilia sadaka, walipoachilia ile sadaka iliwasaidia Mariam na Yusufu kupata msaada utakaomtenga na roho za miungu zinazofuatilia kumuua Yesu. Kwa sababu unaona sadaka ilipoachiliwa, ili Mungu akasema toka Bethlehem nenda Misri. Kwa nini? Alikuwa anatafuta kumtenga
na ile miungu katika ile mji. Ndio maana ile miungu iliua watoto wote. Fikiria, iliua watoto wote wa mji. Fikiria ndoto ngapi zilikufa. Ndio maana unapotazama juu ya mji watoto wanaangamia kwenye ukahaba, wanaangamia kwenye ulevi. Fikiria ndoto ngapi zinakufa, kwa sababu shetani atafuti kuua mtoto, anatafuta kuua kusudi la Mungu loko ndani ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka uone hichi kitu hapa kitakusaidia. Ile sadaka ilimsaidia kumtenga na miungu inayotafuta kuua ndoto ya mtoto. Ndoto ya mtoto Yesu Mungu aliyebebesha ndani yake. Ndio maana unapoachilia hii sadaka unamtenga mtoto na kila roho ya miungu inayotafuta kuua ndoto yake. Na ile roho ya miungu wakati mwingine inaweza ikafanya kazi hadi ndani ya mzazi, ikabana maamuzi yake, ikavuruga maamuzi yake. Asijaribu kufanya maamuzi pamoja na Mungu, asijaribu kufanya maamuzi pamoja. Ushe kufikiria ni wazazi wangapi ambao atazaa mtoto, lakini sio wote wanapata msukumo wa kumkabidhi mikononi mwa Mungu. Wengine watampeleka kwenye madhabahu za miungu, watampeleka kwa waganga, watampeleka kwenye madhabahu za kwao za miungu. Ushii kufikiria hizo fikra zinatoka wapi? Na mzazi mwingine atampeleka kanisani kwenye madhabahu ya Mungu, atamkabidhi kule. Wewe unafikiri tofauti yao iko wapi? Tofauti yao haiko tu kwenye kuzaa watoto wao, lakini tofauti yao iko kwenye roho ipi inafanya kazi ndani yao kwa ajili ya kuwasaidia kwenye eneo la malezi ya watoto wao. Ndo maana lazima ufuatilie, hii itapata kukusaidia. Unapoachilia hiyo sadaka, inaingilia kati kushughulikia muunganiko wote wa kisadaka uliopo kati ya fikra za mzazi na miungu, kati ya maamuzi ya mzazi na miungu, ambayo inafanya mzazi ashindwe kufanya maamuzi pamoja na Mungu kwa ajili ya kulinda kusudi la mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nataka itakusaidia sana, itakusaidia sana, itakusaidia sana. Wale wazazi wa Yesu wangeamua kukaa pale Yerusalemu, pale Bethlehem, wakaamua kuishi tu kawaida, wakasema Mungu utatulinda tu, lakini waliamua kufanya pamoja na Mungu. Ziko roho za miungu ambazo zinafuatilia malezi, zinajaribu kupambana na malezi, zinapiga vita maeneo la malezi. Ndio maana vita unayoiona kwenye malezi sasa hivi unaweza ukaitazama kama unavyotazama, lakini ni vita ya kiroho ya shetani juu ya kusudi la Mungu juu ya watoto na kizazi cha sasa na vizazi vilivyoko duniani sasa. Ni vita ya shetani na ni vita ya miungu na roho za shetani ambazo zinatafuta kuua ndoto na makusudio. Sasa usipojua vita iliko, mara nyingi sana unaweza ukawakasirikia watoto, unaweza ukatafuta kila mbinu ilipo, ukatafuta shule nzuri, mkatengeneza programu nzuri sana, lakini inaweza isijibu kila kitu, kwa sababu hii ni vita ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unapoachilia sadaka ya namna ile, sadaka inaingilia kati. Unasema kwani inatangua mamlaka yoyote ile ya kimiungu iliyoipatia kutokea kwenye eneo la sadaka, kwa sababu kuna mamlaka za roho za miungu ambayo inayo juu ya watoto wetu, ambayo imepatia kutokea kwenye eneo la sadaka. Maana yake kuna sadaka zilitolewa, kuna dhabihu zilitolewa. Inawezekana zimetolewa na wewe, au zimetolewa kwenye mji, au zimetolewa kwenye mkoa, au zimetolewa kwenye kijiji, au zimetolewa kwenye mtaa kwa ajili ya kushughulika na uzao, kwa ajili ya kushughulika na watoto walioko kwenye huo mji. Wewe inawezekana wewe ni mzazi, hujui. Umekuja kwenye huo mtaa, ni mgeni, unaishi hapo, hujui kama kuna sadaka zimetolewa pale ambazo zinatoa mamlaka na uhalali wa roho za miungu kukamata na kutawala watoto wanaozaliwa kwenye hilo eneo na wanaokulia kwenye hilo. Wewe mwenyewe hujui. Ni mpaka Mungu akusemeshe. Ndio maana unakuta watoto wote kwenye huo mtaa na tabia za kufanana. Sasa Mungu anapokusemesha hii habari, anaweza kwambia achilia sadaka, achilia sadaka. Uelewi maana yake nini? Lakini unapoachilia hiyo sadaka, maana yake ni kwa ajili Mungu anapokusemesha hii sentensi, anakusemesha ya maneno, ni ili uweze kupata msaada wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye eneo la malezi, kwa sababu kuna vita ya miungu ambayo inapiganwa kwenye eneo la malezi, kukunyima kwa ajili ya kulea kitu cha Mungu, kusudi la Mungu ndani ya mtoto lisipate kuchanua na kustawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haujawahi kuona takwimu za kielimu za mikoa na wilaya zinatofautiana? Mkoa
mwingine unakuta watoto wanafeli sana kwenye masomo yao. Mkoa mwingine unakuta wanafaulu sana, na unakuta iko kieneo. Unasema unaongea kitu gani? Ni eneo la malezi. Miungu inapopewa uhalali wa kutawala kwenye eneo na kukamata hilo eneo, ghafla unakuta hadi watoto wa ule mtaa au wa ile wilaya au kijiji wanakataa shule. Wakifika tu kidato fulani wanakataa shule, na hujui ni kwa nini wamekataa shule. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unasema kwa nini? Mamlaka ya roho za miungu juu ya malezi yao. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikusaidia hapa. Wengine wamekabidhiwa, kuna mamlaka za roho za miungu ya ukoo zao ambazo zinakamata malezi ya watoto wao, kwa sababu unajua kuna vitu vya kurithi. Wakati mwingine unapata mtoto, unamlea, unajitahidi kumlea vizuri, lakini mtoto hakusikii. Kila unachomwambia hakusikii. Sio kwamba hakusikii wewe, lakini kuna roho anayoisikia inayomuongoza na kumtawala. Ndio maana ili urudishiwe hicho kitu, urudishe kwenye mamlaka ya Mungu, ni lazima uachilie sadaka. Lazima uachilie sadaka. Uje kuona mtoto hayasikii, unamwambia hichi kitu hakusikii, unamwambia kila unachoweza kumwambia hakusikii, na unasema mtoto amenishinda kwa kweli. Yani nisikia nikwambia kitu, sio kwamba hakusikii. Kuna roho nyingine ambayo anaisikiliza, na ndio inayomuongoza, na ndio ina mamlaka juu yake. Lazima utangue hiyo roho, itanguliwe juu yake, ili roho ya Mungu ikae juu yake, kwa sababu roho ya Mungu inaweka utii ndani yake wa kutii wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimesema angalau nikusemesha haya maneno ili kukuweka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuelewa kitu gani Mungu anachokisemesha kwenye majira haya na nyakati hizi. Sio changamoto nyepesi sana, ni changamoto ngumu sana ambayo wakati mwingine imekaa kimfumo, na sio watu wengi sana tunaweza tukaelewa, na hatuna majibu ya kujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ni jambo la msingi sana ambalo unatakiwa kulielewa hili, Ndio maana sadaka inapoachiliwa ni muhimu sana uweze kuelewa kitu ambacho inafanya. Inatangua mamlaka ya roho za miungu juu ya mtoto, juu ya malezi, ili roho za miungu zisiwe na uhalali tena juu ya malezi ya mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ujui kujua ni kwa nini mara nyingi sana unapopata mtoto, sio watu wengi sana hapati msukumo wa kwenda kumuuliza Mungu jina la mtoto. Na watu wengi sio kwamba wanajua kuna mamlaka za roho za miungu ambazo inapata juu ya mtoto kupitia jina analopewa mtoto. Ndio maana unapoamua kuachilia hii sadaka juu ya mtoto, maana yake unamkabidhi Mungu na unatoa uhalali wa Mungu kuingilia kati juu ya kusimamia malezi ya mtoto. Lakini sio tu malezi ya mtoto, pia na malezi ya kwako unapokuwa umebeba kusudi la Mungu, ili roho za miungu zisiingilie kati na kukuvuruga. Na ukishakabidhi kwa namna hiyo, uwe na hakika, maana yake ghafla utakuwa na msukumo mkubwa sana wa kushirikiana na Mungu kwenye eneo la malezi, kwa sababu huwezi ukashirikiana na Mungu kwenye eneo la malezi kama kuna mamlaka ya roho za miungu mingine inayokamata eneo la malezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nimesema angalau nikusemeshe hichi kitu kwa sababu ni eneo ambalo Mungu amenisemesha, na ningetamani angalau kukuweka kwenye ngazi nzuri sana ya kukusaidia usije ukakwama. Ni msaada wa Mungu ambao anauleta. Bwana Yesu asifiwe sana. Mariam na Yusufu walipata msaada walipotoka kutoka kwenye mikono ya Farao na miungu ya Farao. Walitoka kwenye ile mikono kwa msaada wa ile sadaka iliyotolewa. Walifanya maamuzi pamoja na Mungu, na Mungu ataanza kukuongoza. Unapotoa sadaka, Mungu ataanza kukupa maelekezo kitu cha kufanya. Ataanza kukuongoza hatua kwa hatua, namna ya kujinasua na kujitoa mahali ambapo umekwama. Mariam na Yusufu waliambiwa toka, nenda Misri. Baada ya Misri, nenda Nazareti. Walipewa hayo maelekezo. Na unapoachilia hii sadaka ili kusaidie kumtenga mtoto wako, kujitenga na wewe juu ya roho zote za miungu, kwa sababu ni roho za ajabu sana. Zikikaa juu ya mtoto wako utashangaa sana, zinaweza zikamuongoza, zinapoweza kumuongoza.
Kwa hiyo unapoachilia hii sadaka, ghafla nguvu za Mungu za Roho Mtakatifu anaingia kazini kumuongoza, kama alivyoongoza Mariam na Yusufu kutoka kwenye lile eneo, ili kumsaidia Yesu kulinda lile kusudi Yesu alilobeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kumbuka, ili upate kuelewa, ni kitu cha ajabu sana unapoachilia hii sadaka kwa imani. Inatenga na roho zote za miungu zinazotafuta kuua kusudi la Mungu, na ndoto Mungu alizowekeza ndani ya mtoto, na ndoto Mungu alizowekeza ndani yako kama mtumishi wa Mungu, na ndani ya mtoto wako kama mtumishi wa Mungu. Inatenganisha na roho za miungu, inaachilia mamlaka ya Mungu na kumpa Mungu halali, inaachilia uongozi wa kimungu. Maana utakapoachilia sadaka, Mungu atakusemesha, nina uhakika. Mungu atakuongoza, nina uhakika. Atasema kitu. Unapoachilia sadaka, tega sikio. Neno ambalo Mungu anakusemesha, tega sikio. Msisitizo wangu mkubwa sana ni kuimarisha uhusiano wako na Mungu kwenye eneo la malezi, kumpa Mungu nafasi kwenye eneo la malezi. Unapoachilia sadaka, inaondoa uhalali wa roho za miungu kwenye nafasi ya malezi, ambazo umeletwa kwa njia ya sadaka, ambazo umetokana na njia ya sadaka. Upate kuachilia sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wazazi wengi sana hawajajua ni kwa nini wakizaa watoto wengine wanapeleka kwa waganga, na kule kwa waganga wanaambiwa toa sadaka. Ile sadaka ni ya namna gani? Kumkabidhi, kuipa uhalali miungu, iwe na mamlaka juu ya mtoto, ikae, ipate nafasi juu ya maisha yake. Uwe na uhakika kuanzia hapo mpaka huyo mtoto anakuwa, ile roho ya miungu inakaa juu yake, na sio tu inakaa juu yake, inakamata ndoto yake. Hawezi fika mbali. Ndio maana ni muhimu sana kuweza kukusaidia uweze kupata msaada kwa Mungu. Umpe nafasi Mungu kwenye eneo hili. Sio eneo jepesi sana. Tunaenda kipindi ambacho si chepesi sana. Unaweza ukajitahidi kwenye eneo la malezi kibinadamu kadri unavyoweza, lakini hili jambo nataka nikusemeshe ni jambo la kiroho kwanza, kabla ijawa jambo la kimwili. Jambo la kimwili. Unaweza ukapeleka shule nzuri sana, akakuwa kwenye shule nzuri, lakini ghafla mahali anapoenda kufanyia kazi akavurugwa, kwa sababu swala la kimalezi sio swala tu la utoto, la kulea mtoto, lakini hata akiwa mtu mzima anatakiwa kwa. Biblia inasema, wakati Mungu anasema na Daudi, anasema watoto wako watakapokengeuka nitawarudisha kwa fimbo ya chuma. Kwa nini alimwambia Daudi vile? Alijaribu kumwambia kwamba kwa namna ambavyo tumehusiana na wewe, kwa namna ya mahusiano yetu tulionayo mimi na wewe kiagano, haijalishi mtoto yuko kwenye mikono yako au yuko kwenye mikono yako, nitawajibika kuhakikisha kwamba wanatembea kwenye njia ya Mungu. Nitahakikisha kwamba wanasimama kwenye mstari ulionyoka. Watakapokengeuka nitawarudisha kwa fimbo ya chuma. Hakusema kwamba nitakwambia ili uwarejeshe kwa fimbo ya chuma, sema mimi nitawarudisha. Unasema kwa nini? Ile mamlaka Mungu anitolea wapi? Kwa sababu alikabidhiwa, alipewa hiyo nafasi. Ndio maana swala la malezi aliishi tu kwenye swala la wewe kuwa mtoto wako nyumbani. Anapokuwa amekuwa mtu mzima, anaenda kazini, anaishi kwenye maisha yake, lazima Mungu kama amepewa ile nafasi ya Neosili atamfuatilia. Anamuoa nani? Anapata mke kwa nani? Ni swala la kimalezi. Ni swala la kimalezi, kwa sababu sio maamuzi ambayo anatakiwa afanye peke yake. Ndio maana Ibrahim alimsaidia Isaka, Mungu wake alimsaidia Isaka kupata mtoto, kupata mke ambaye Mungu amemkusudia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka nikusaidie hichi kitu, kwa sababu usipoliangalia swala la kimalezi katika upana wake, utaweka mipaka ambayo wakati mwingine inaweza kuingiza kwenye gharama kubwa sana. Maana watu wengi sana wanakomea kwenye eneo la malezi, wakimaliza kusomesha wamesema tumemaliza. Si kweli. Swala la kimalezi halikomi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unasema kwa nini? Kwa sababu swala la kimalezi sio swala tu la kulea kikawaida, la kupeleka mtoto shule na kumpa mahitaji yake ya kila siku, lakini ni kuhakikisha kusudi la Mungu aliloweka ndani ya mtoto linachanua na linatimia na linazaa kile kitu Mungu alichokikusudia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sikwambii jambo kwa sababu sio jambo jepesi sana ambalo unaweza ukaelewa hapa, lakini roho za miungu zinavuruga na zimevuruga maisha ya watu wengi sana. Kama ulishawahi kumpeleka mtoto wako kwenye madhabahu za miungu ukatoa sadaka kule, lazima utathmini vizuri, kwa sababu haitoshi tu kwenda kuomba kwa Mungu.
lakini lazima urudi kwa toba kwa Mungu, umwambie Mungu apate kukusamehe kwa kitu ambacho umefanya, kwa sababu umekabidhi ndoto za mtoto kwenye madhabahu ya giza, umekabidhi kusudi lile Mungu aliyomkusudia kwenye madhabahu za giza, na huwe na uhakika ile roho za miungu zitakuwa na mamlaka juu yake, na sio rahisi sana kitu cha Mungu kikachanua juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nataka uelewe tu namna ambavyo Mariamu na Yusufu walipata msaada, ili na wewe uweze kupata msaada. Upako huu unapokuja juu yako ni kwa ajili ya kulinda kusudi la kwako na mtoto wako na kile ambacho umebeba. Na unapokonekti na sadaka, ghafla ule msaada unaingia kazini. Mungu anaingia kazini saa ile ile. Karapashandarabasikiriasa. Mungu anaingia kazini. Unapoachilia ile sadaka, Mungu anaingilia kazini saa hiyo hiyo. Hainawezekana kabisa kuna mtoto ambaye amekushinda tabia, lakini nataka nikuambie hichi kitu, nikutie moyo. Mungu hajamshindwa. Nenda na hii mbinu. Achilia sadaka, mwambie Mungu aingilie kati kwenye hilo eneo la malezi, apate kuingilia kati na kukusaidia, asaidie maamuzi yako. Usiamue peke yako, msiamue mke na mume tu mkakaa hapo mnasema tunaamua kwa kweli mahali pa kumpeleka shule huyu mtoto, shule ya kumpeleka huyu mtoto. Hapana, achilia sadaka kwanza kabla mjafanya hayo maamuzi, ili Mungu awasaidie kwenye hayo maamuzi, kwa sababu swala la kimalezi sio swala la wazazi, baba na mama, ni swala la Mungu na wazazi, ni swala la Mungu na baba na mama. Mungu anasimama pale katikati kuwasaidia, lakini hawezi akasimama pale katikati kama hajapewa hiyo nafasi. Mpeni kwa njia ya sadaka. Kandarabasakorobosikiriasa rapakorabasi. Na unapoachilia hii sadaka, uwe na uhakika kuna vita ambayo itanyamaza. Kuna wazazi wengi ambao nimeona wanapoamua kumtumikia Mungu, watu wameoana alafu wanaanza kumtumikia Mungu, wanaingia kwenye vita kali sana, mpaka wanajiuliza wakati mwingine, hivi mbona nilipokuwa single kabla sijaoa, mbona nilikuwa sina vita kali namna hii? Ghafla tumeoana afu tunaanza kumtumikia Mungu kama wanandoa, tunakutana na vita. Shida ya shetani sio nyie. Ana vita na hilo, na huyo mliyembeba huko ndani, huyo Yesu mliyembeba huko ndani, ana vita na kusudi la Mungu mlobeba huko ndani. Hataki lichanue, anapiga vita. Mnapoachilia hii sadaka, nguvu za Mungu na Mungu atapata kuingilia kazini kuhakikisha kwamba anasimamia hilo kusudi. Ndio maana Mariam na Yusufu walipotoa ile sadaka, Mungu alisaidia ndoa yao isije ikaingia kwenye shida. Mungu alisaidia na ndoa yao isije ikaingia kwenye matatizo. Aliwatenga, aliwasaidia. Ulishe kufikiri wale watoto maelfu waliokufa wakati ule ambao Herode alikuja akaua watoto wote, na Biblia inasema kilio kisisiki karama. Ulishe kufikiri unao walitamani wapate msaada ambao Yusufu na Mariam walipata, lakini bahati mbaya hakupata. Unasema kwa nini hawakupata? Kwa sababu hawakufanya maamuzi ya kufanya kitu gani? Hawakuachiliwa sadaka, hawakutolewa sadaka. Ile sadaka ingewasaidia, ingeconnect pamoja na Mungu kwa ajili ya kuwasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unasema kwa nini? Sikia, kama umeunganishwa na viti na roho za miungu, ni rahisi sana kukataa msaada wa Mungu kwenye eneo la malezi, kwa sababu ile roho za miungu sio tu zinamzuia mtoto wako asichanue, zile roho za miungu pia zinakuzuia usikubali maelekezo ya Mungu na msaada wa Mungu kwenye eneo la malezi. Kwa hiyo unapoachilia ile sadaka, sio tu inakusaidia mtoto, inakusaidia na wewe, ili sasa uanze kushirikiana na Mungu kwenye eneo la malezi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kitu ambacho Mungu ametusemesha hapa, lakini nataka nikusemeshe hichi kitu uweze kuelewa. Ni jambo la msingi sana, la muhimu sana, ambalo ni muhimu sana uweze kuelewa. Tunapita kwenye kipindi kigumu sana ambacho sio watu wengi sana wanatazama kitu kilichoko ndani ya ulimwengu wa roho, kitu kilichoko ndani ya ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unajua unaweza usielewa hii kitu inafanya. Sadaka inaweka roho wa Mungu juu ya mtoto wako. Unajua anakaa roho wa Mungu juu yake kiasi cha kwamba anapoenda kucheza na vijana wenzie, roho wa Mungu anakuwa juu yake. Anapoenda kwenye shuleni, roho wa Mungu anakuwa juu yake. Unasema kwa nini? Wa malezi, ile roho inayokuwa juu ya mtoto wako ndio inaamua nani anaunganika naye, anakonektiwa na nani kimalezi. Anapoenda shule anapata msaada gani kimalezi? Shule hauko pamoja naye. Mtoto wako anapoenda shule hauko pamoja naye, anapeleka kitu gani? Sikia, ile sadaka inaenda pamoja naye. Anapoenda mtoto wako shule, ile sadaka inaenda pamoja naye. Unasema
inasema kitu gani? Inasema malezi, inasema malezi, inasema malezi. Inampa Mungu nafasi kwenye eneo la malezi kuhakikisha kwamba asije akakutanishwa na watu ambao wana tabia mbaya, asije akakutanishwa na watu ambao sio msaada kwenye eneo la malezi. Ile sadaka inamtenga mtoto wako. Anaweza kujishangaa na kwa nini sipati marafiki ambao wana tabia hii. Hajajua kwamba ni sadaka inambana, ni sadaka inambana. Kwa nini? Kwa sababu kuna roho ya Mungu inaenda inakaa juu yake, inakishi kabisa, inamsaidia asije akakutana na watu ambao hawajabeba mbegu nzuri ndani yake. Inatembea naye, inamsaidia, inatembea naye kila mahali, inaenda naye kila mahali, inaenda naye. Unasema kwa nini? Inamsaidia apate msaada wa kimalezi. Anapoenda shule apate walimu wa kumsaidia kwenye eneo la malezi kulingana na kusudi Mungu alilowekea. Anapoenda mtaani na wenzie apate msaada wa kimalezi. Anapoonekana na kengeuka tu, ghafla watokee watu wa kumsaidia kwenye eneo la malezi. Ile sadaka inaenda naye, Mungu anaenda pamoja naye, nguvu za Mungu zinamfunika kila mahali anaenda. Inawezekana yeye mwenyewe angetamani kabisa, kuna mahali angetamani kwenda, lakini hajui kwa nini anazuiwa. Kwa nini kila mahali akienda anazuiwa? Ushawahi kuona unaenda mahali, unaenda na wenzio, unakaa nao karibu, unataka kukaa nao, ghafla wanakukimbia. Unajisikia vibaya sana, unasema kwa kweli, yani wananikimbia sijui kwa nini. Lakini haujajua kwamba unalindwa na sadaka, unalindwa na sadaka. Oh, haleluya! Mungu wangu na akubariki mahali ulipo, na Mungu wangu akutunze. Nataka niombe pamoja na wewe unapoenda kuachilia hii sadaka. Nataka nikukumbushe hichi kitu. Kama ulishawahi kutoa sadaka kwa miungu na kwenye madhabahu za giza kwa ajili ya mtoto wako, tanguliza toba kwanza kabla hujaachilia hii sadaka. Kabla hujatoa hii sadaka, tanguliza toba kwa Mungu, tanguliza toba kwa Mungu, ili Mungu aingilie kati na kukusaidia uweze kupata msaada wa Mungu aliokusudia. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka niombe pamoja na wewe ili uweze kupata msaada wa kimungu ambao Mungu ameukusudia sawasawa na mapenzi yake, sawasawa na makusudio yake, ili umkabidhi mtoto wako kwa Bwana, umkabidhi mtoto wako kwenye madhabahu ya Bwana, ukabidhi kusudi lako ambalo Mungu amekubebesha kwenye madhabahu ya Bwana. Haijalishi, siongelei tu kwa habari ya mtoto, lakini hata wewe ambaye unajua Mungu amekupa utumishi na amebebesha kusudi la Mungu ndani yako, wanandoa ambao mnajua kabisa Mungu amewapa kusudi na amebebesha kusudi la Mungu ndani yenu, na mnapita kwenye vita kali sana, achilia hii sadaka. Achilia sadaka. Mungu ataingilia kati kuwasaidia maamuzi yenu. Mnapofanya maamuzi, Mungu aingilie kati kuwasaidia. Msije mkavurugwa kwenye maamuzi, mkafanya maamuzi ambayo hayajakaa sawa sawa. Nataka nipate nafasi ya kuomba na wewe ambaye uko mahali hapo na mnaona nisikiliza. Nipende ufunike macho yako, nimshukuru Mungu, lakini nataka niombe pamoja na wewe mbele za Bwana, ili Mungu akukumbuke unapoachilia sadaka, na nguvu na upako na Roho Mtakatifu ukufunike na ukujaze hapo mahali uliko. Unaweza ukaweka mkono wako juu ya kichwa chako. Niombe nguvu za Mungu zije juu yako na kukufunika. Kama hujawahi kuzipokea, upako utakuja juu yako sahi, na nguvu za Mungu zitakuja juu yako sahi. Funika macho yako nipate kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya somo hili. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya maneno ambayo umetia ndani ya kinywa changu na kinywa cha mtumishi wako, e Bwana, kusema na watoto wako, kusema na mtoto wako huyu ambaye anasikia somo hili mahali aliko. Baba, ninasimama sawasawa na neema ambayo Mungu umenipa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba nguvu za Roho Mtakatifu Mungu zipite sahihi juu ya huyo kijana ambaye ananisikiliza, juu ya huyo mama ambaye Mungu anasikiliza. Ninaomba upako wa nguvu za Roho Mtakatifu na mafuta ambayo Mungu uliyamimina juu ya Mariam. Mungu, ninaomba Bwana uyamimine juu yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba nguvu za Roho Mtakatifu Mungu zimfunike huyo mama hapo, zimfunike huyo kijana hapo, zimfunike huyo dada hapo, rapakorapasandarabasita katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba upako wa Roho Mtakatifu umfunike huyo mama hapo kama kivuli, rapakoria sandorobosita, rapakoria sandarabasita, huyo mjamzito hapo kama kivuli, rapakoria sandorobosakarabasita, rapakoria mandorobosita. Inawezekana na mimba ya kusudi lako, rapakoria mandorobosita, umfunike kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Umfunike hapo aliko, umfunike hapo alipo. Ninaomba nguvu za Roho Mtakatifu, ninaomba nguvu za Roho Mtakatifu zipate kumfunika hapo alipo, zimjaze hapo alipo, zimjaze hapo alipo, rapakoria manda, kama zilizomfunika Mariam, kama zilizomfunika Mariam, maana hicho kilichozaliwa ni kitakatifu.
maana kitakachozaliwa ni kitakatifu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu anapoenda kuunganisha upako huu na sadaka, Bwana Mungu ukaachilie na msaada ule wa kimaamuzi ambao umeweka ndani yake, ule msaada Mungu wa ndani yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wangu, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, rapa koria mandorobosika, Mungu apate ule msaada ambao umewekeza ndani ya upako na nguvu za Mungu. Bwana anapoenda kupeleka sadaka, umuongoze mahali ambapo Mungu umeliketisha jina lako, Bwana, ili Mungu upate kukutana naye ana kwa ana. Mungu wangu, ukutane naye kama ulivyokutana na Mariam na Yusufu. Mungu ukapate kukutana na yeye pia, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Apate msaada Mungu kama Yusufu na Mariam walioupata, Bwana, kwenye eneo la malezi, Mungu wangu, kwenye eneo la malezi, Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ikiwa nasimama kwa niaba ya mji wake, ikiwa nasimama kwa niaba ya mtaa, ikiwa nasimama Mungu kwa niaba ya kijiji, ikiwa nasimama Mungu kwa niaba ya ukoo wake, ili Mungu wanaozaliwa kwenye familia za ukoo huo, Mungu apate msaada wa kimalezi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, ninaomba ukutane naye katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu wangu kwa kuwa Bwana unanisikia. Asante Mungu wangu kwa ajili ya somo hili ambalo Mungu umetupa na umetusemesha. Bwana, tuna kila sababu ya kukushukuru. Bwana, ninamweka mikononi mwako mtoto huyu ambaye amesikia neno hili, Bwana, na amesikia maneno haya Mungu ambayo Bwana nimesema pamoja naye mahali alipo, Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lakini Mungu kapate kumtunza yule ambaye Mungu hajaokoka na hajakujua wewe Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Bwana, lakini anataka kupata huu msaada, anataka kupata huu msaada kutoka kwako, Mungu wangu. Ninaomba umfunulie neema ya wokovu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Umfunulie neema ya wokovu, Bwana, ili Mungu anaposikia neno hili na mafundisho haya, Bwana Mungu wangu, moyo wake uwe tayari kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Bwana. Maana Mungu, tunajua kabisa ya kwamba Mariam na Yusufu walipokubali kumbeba Yesu kwenye familia yao, walipokubali kumbeba Yesu ndani yao, Mungu Bwana, uliwasaidia, ulitembea pamoja nao. Mungu, hatutegemei kwamba Mungu msaada wa namna hii anaweza kuupata kama Yesu hayupo ndani yake. Mungu wangu, ninaomba neema ya wokovu imfunukie katika jina la Yesu Kristo. Kama hajakujua wewe Yesu Kristo, akapate kukuamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nikiomba na kukushukuru. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Mungu wangu akutunze sana. Uendelee kuwa na afya njema hapo mahali uliko mpaka tutakapokutana wakati mwingine, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana wangu Yesu Kristo na iwe pamoja nawe.